Sheria hazishindi kesi mahakamani peke yake, bali mawakili wanaojua kuzitumia kwa mbinu za kimkakati ndio huamua matokeo. Ukiona chumba cha mahakama kikiwa kimetulia, usidanganyike. Hapo si meza ya kutafuta haki kwa amani. Ni uwanja wa vita vya kisaikolojia uliovikwa majoho meusi. Ukifikiri kuwa vifungu vya katiba na ushahidi wa wazi pekee ndivyo vinavyoamua nani anaenda jela na nani anarudi nyumbani, basi bado unautazama mchezo wa sheria kwa macho ya kitoto. Leo tunavua majoho meusi ya mawakili nguli na waendesha mashtaka, kuingia ndani ya akili zao kama majenerali wa vita, ambapo kanuni kali kutoka kwenye the 33 strategies of war ndizo huamua nani ananusurika na nani anaangamia. Moja, shambulio la kisaikolojia, the mind attack strategy. Kwenye uwanja wa vita, kabla ya majenerali kurusha kombora la kwanza, huhakikisha wamevuruga akili na utulivu wa adui ili anyanyue mikono mwenyewe. Ndani ya mahakama, mawakili hutumia mbinu hii kisaikolojia dhidi ya mashahidi au mawakili wa upande wa pili tangu dakika za kwanza kabisa. Wakili mjanja hasubiri ushahidi wa nyaraka. Anasoma udhaifu wa kibinadamu wa yule aliyesimama kizimbani. Anajua nani ana hasira ya haraka, nani anaogopa akibanwa, au nani ana paniki akikatishwa maneno. Anaanza kuuliza maswali ya mfululizo yenye mtego, kejeli, au yanayochimba maisha yake binafsi, ili kumtoa kwenye mstari. Shahidi akisha paniki na kuanza kufoka, akili yake inajaa hisia. Anachanganyikiwa na kuanza kujipinga mwenyewe kwenye ushahidi wake. Mkakati huu unathibitisha kanuni ya kivita. Ukishatawala hisia na akili ya adui, pambano limeisha kabla hata halijaanza. 2. Mkakati wa kusukumwa kwenye ukuta, the death ground strategy. Huu ni mkakati wa kikatili zaidi wa Robert Greene, unaosema, ukitaka jeshi lako lipigane kufa na kupona, liweke kwenye mazingira ambayo nyuma yao kuna ukuta au bahari. Hawana pa kukimbilia. Wakijua kuwa wasiposhinda wanakufa, watatoa nguvu zote walizonazo. Ndani ya mifumo ya kisheria, mkakati huu hautumiwi na mawakili wa utetezi, bali hutumiwa na waendesha mashtaka wa serikali, prosecutors, dhidi ya watuhumiwa, hasa matajiri na wanasiasa. Wanatumia mbinu inayoitwa overcharging au mashtaka ya mrundikano. Wanapojua kuwa wewe ni mfanyabiashara mkubwa na una mawakili ghali, hawakushtaki kwa kosa la kawaida la kukwepa kodi. Badala yake, wanakurundikia makosa ya uhujumu uchumi, utakatishaji fedha, money laundering, na kuunda genge la uhalifu. Haya ni makosa ambayo kisheria hayana dhamana na yana adhabu ya vifungo virefu sana. Hapa ndipo unapowekwa kwenye ukuta wa kifo. Unajikuta uko selo, biashara zako zinasimama na akaunti zako zimegandishwa. Kisaikolojia, hata uwe na kiburi kiasi gani, unalegea na kusalimu amri. Unalazimika kukaa kwenye meza ya makubaliano na serikali ili ukiri makosa na ulipe faini kubwa uokoe maisha yako. Serikali inakuwa imeshinda vita bila hata kurusha ngumi moja mahakamani. 3. Kushambulia kutokea pembeni, the flank attack strategy. Kwenye sheria za kijeshi, ni kosa kubwa kushambulia adui eneo ambalo amejipanga vizuri, anakuta imara na silaha nzito. Badala yake, unamzunguka na kumpiga upande wa ubavu, ambapo hajayatarajia mashambulizi na hana ulinzi wowote. Ndani ya mahakama, mawakili hutumia mbinu hii pale wanapokabiliwa na hoja ngumu ya kisheria au ushahidi wa kisayansi ambao hauwezi kupingika kwa maneno mepesi. Wakili mjanja hapingani na ule ushahidi mkuu moja kwa moja. Anachofanya ni kutafuta mianya midogo ya kiufundi, legal technicalities. Kama vile fomu haikujazwa kwa usahihi, muda wa kuwasilisha nyaraka ulipitiliza kwa masaa machache, au mtaalamu aliyekusanya ushahidi hana cheti kinachotambulika kisheria. Wanapiga pale ambapo hukuweka ulinzi, na hoja yako nzito inakufa, sio kwa sababu haina ukweli, bali kwa sababu ulishambuliwa kutokea pembeni kwenye makosa ya kiutaratibu. 4. Mkakati wa kujisalimisha kwa undumila-kuwili, the capitulation strategy. Kwenye historia ya vita, jenerali anapoona amezidiwa nguvu na hana nafasi kabisa ya kushinda,
Haendelei kupigana hadi jeshi lake lote liteketezwe. Badala yake, ananyanyua bendera nyeupe ya kujisalimisha ili kulinda uhai wa askari wake na kupata muda wa kujipanga baadaye. Mahakamani, huu ndio mkakati unaozaa kitu kinachoitwa plea bargaining au kukiri makosa kwa makubaliano. Mtuhumiwa na wakili wake wanapoona ushahidi uliopo ni wa chuma na hauna pa kutokea, wanatumia mkakati huu wa undumila-kuwili wa kijeshi. Wananyanyua mikono juu na kuomba kukiri makosa mapema mbele ya mwendesha mashtaka. Lengo lao si kwa sababu wanajuta, bali ni mkakati wa kujisalimisha ili kupunguza ukubwa wa adhabu, kuepuka kifungo kirefu au adhabu kali na badala yake kupata adhabu ndogo. Wanapoteza pambano la sasa ili kulinda maisha yao ya baadaye. 5. Mkakati wa kupotea kwa makusudi. The perfect economy strategy. Katika medani za vita, jenerali mwerevu haoneshi silaha zake zote kali siku ya kwanza. Nyakati nyingine anajifanya dhaifu, mnyonge na aliyepoteza uelekeo ili kumfanya adui yake ajivunge kwa kiburi na kujiamini kupitiliza. Ndani ya mahakama, mbinu hii inatumiwa na mawakili wajanja sana. Unapomwona wakili amekaa kinyonge, haombi mapingamizi mengi, na anamtazama wakili wa upande wa pili akijinasibu na kupiga kelele chumba kizima. Usidhani ameshindwa. Anacheza mchezo wa kisaikolojia. Anachofanya ni kuuacha upande wa pili ujione umeshashinda. Kutokana na kile kiburi cha kujiamini, wakili wa upande wa pili anaanza kushusha ulinzi wake. Analeta mashahidi ambao hawakuandaliwa vizuri au anaropoka hoja ambazo hazijafanyiwa utafiti wa kutosha. Wakati adui akiwa katikati ya kilele cha sifa na kujiona mshindi, wakili huyo mkimya anasimama na kuuliza swali moja tu la dodoso. Swali la mtego lililotegwa kwa ustadi mkubwa, ambalo linafuta ushahidi wote uliotolewa kwa masaa 7. Nguvu kubwa zaidi ya kivita sio ile inayopiga kelele, bali ni ile inayonyemelea kimya kimya na kupiga pigo moja tu la maangamizi. 6. Kugeuza umakini na skrini ya moshi. Katika medani za vita, jenerali anatengeneza kelele na mashambulizi ya uongo upande wa kulia ili adui akimbilie huko kujilinda, huku shambulio halisi la maangamizi likipitishwa kimya kimya upande wa kushoto. Huu ndio mkakati unaotumiwa zaidi na mawakili wa utetezi wanapojua kuwa mteja wao ana makosa ya wazi na ushahidi wa upande wa mashtaka ni mzito sana kisheria. Badala ya kupambana na ule ushahidi mkuu, wakili anatafuta kashfa ndogo ya kipolisi iliyotokea wakati wa ukamataji, au anakuza kosa dogo la kiutaratibu la mwendesha mashtaka, au anajenga hadithi mpya inayohusisha hisia za kijamii kama ubaguzi au uonevu. Wanatengeneza skrini ya moshi kiasi kwamba jaji na vyombo vya habari vinaacha kujadili kosa kuu la mtuhumiwa na kuanza kupigania ule mjadala mpya uliorushwa katikati ya meza. Wakati upande wa pili unazinduka, umakini wote umeshapotea na kesi inakuwa imeharibika. 7. Mkakati wa kubadili uwanja wa mchezo. Kwenye sheria za kivita, ukigundua adui anakupiga sana kwa sababu mko kwenye uwanja aliozoea na ana ngome imara, usiendelee kupigana naye hapo. Badilisha uwanja wa vita na mpeleke eneo ambalo hajawahi kufika na hana uzoefu nalo. Mahakamani, wakili nguli anapotambua kuwa kesi inaegemea kwenye ushahidi wa mazingira au maneno ya mashahidi wa macho ambao wanambana mteja wake, anakataa kupigana kwenye uwanja huo wa maneno. Anachofanya ni kuhamisha uwanja kabisa na kuingiza utaalamu wa kisayansi. Anauacha mjadala wa nani alimwona nani na kuuleta kwenye sayansi ngumu. Anawaleta wataalamu wa vinasaba, wanasayansi wa miili ya binadamu au wataalamu wa mifumo ya kisasa ya kidijitali. Ghafla, kesi inabadilika kutoka kwenye hadithi za mashahidi na kuwa somo gumu la maisha ya maabara. Upande wa pili, kama walijipanga kwa maneno na porojo tu, wanajikuta wamekanyaga ardhi wasioijua, wanachanganyikiwa. Na kesi inawashinda kwa sababu uwanja wa mchezo ulishabadilishwa masaa machache yaliyopita. 8. Mkakati wa kuchagua mapambano. The pick your battles strategy. Kwenye historia ya kijeshi,
Jenerali Poyoyo hupambana na kila kikundi cha adui anachokutana nacho njiani, na mwisho wa siku anamaliza risasi na askari wake kabla ya kufika kwenye ngome kuu. Jenerali mwerevu anakubali kupoteza mapambano madogo madogo njiani ili alinde nguvu zake kwa ajili ya vita kuu ya mwisho. Lose a battle to win the war. Katika chumba cha mahakama, mawakili vilaza hupingana na kila hoja, kila nyaraka na kila swali linaloletwa na upande wa pili, hali inayomchosha jaji na kupoteza umakini. Mwanasheria nguli anajua sana sanaa ya kuchagua mapambano. Anaweza kukubali kwa tabasamu kabisa kuwa mteja wake alikuwepo eneo la tukio, au alichukua kiasi fulani cha fedha, au nyaraka za upande wa pili ni za kweli. Kwa kufanya hivyo, anajenga picha mbele ya jaji kuwa yeye ni mtu muungwana, mkweli na hatafuti ubishi wa kitoto. Lakini huku nyuma, ameweka nguvu zake zote na kulenga silaha zake nzito kwenye kipengele kimoja tu cha kisheria: nia ya kosa, mens rea, au utaratibu mbovu uliotumika kumkamata mteja wake. Anaruhusu upande wa pili ushinde pointi ndogo ndogo za mashabiki, lakini anakuja kuwapiga pigo la mtoano kwenye dhumuni kuu la kesi. Mzunguko wa mikakati hii yote minane unathibitisha kitu kimoja: sheria ni sayansi, lakini uendeshaji wa kesi mahakamani ni sanaa dhalimu ya kivita. Ushindi hauendi kwa mwenye haki, unaenda kwa yule anayejua jinsi ya kucheza na saikolojia ya kibinadamu, kutega mizozo na kutumia makosa ya adui yake kumwangamiza kabisa. Kama unataka kuendelea kuzichimba siri hizi nzito za mifumo ya mamlaka, mikakati ya vitabu vya kisaikolojia na mbinu dhalimu zinazoendesha ulimwengu wetu bila kupepesa macho, hauwezi kuruhusu video zinazofuata zikupite. Huu ndio uwanja wa watu wanaofikiri kwa kina na kuona mbali kuliko kawaida. Fanya uamuzi wa kimkakati sasa hivi. Gusa hicho kitufe cha subscribe hapo chini. Washa alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupokea madini haya mapya kila wiki, na dondosha maoni yako. Ni mkakati gani kati ya hivi minane umekushangaza au kukutisha zaidi unavyotumika mahakamani? Subscribe sasa na tukutane kwenye video inayofuata.